DW. Maoni. Msikilizaji, Umoja wa Mataifa unaadhimisha miaka 80 chini ya kiwengo cha migogoro, mivutano na migawanyiko. Vita vimeongezeka duniani, yakishuhudiwa mauaji makubwa kuanzia Gaza huko Mashariki ya Kati hadi Ukraine barani Ulaya, lakini pia Sudan na Sudan Kusini pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kitisho cha nyuklia kiko wazi kabisa hivi sasa kuliko wakati mwingine, wakati mataifa mbalimbali yenye nguvu yakishindana kutengeneza silaha. Umoja wa Mataifa ulipoundwa Oktoba 24 mwaka 1945, lengo kuu la mataifa takriban 50 yaliyotia saini kuidhinisha mkataba wa kuundwa kwake, lengo lilikuwa ni kuzuia vita na kuunga mkono amani duniani pamoja na kuhimiza ustawi wa sera za kulinda ubinadamu. Umoja wa Mataifa ulitegemewa kuwa chombo kitakachoweza kuyasaidia mataifa kutatua migogoro ambayo haiwezi kumalizwa na nchi moja moja. Hata hivyo, miaka 80, maswali mengi yameibuka kuhusu halali wa kuendelea kuwepo taasisi hiyo. Swali la msingi linalojitokeza ni ikiwa azma ya kuleta amani duniani imefikiwa, na je, bado chombo hicho kinayo nafasi katika ulimwengu wa sasa unaoshuhudia mipasuko ya kimtazamo na migawanyiko ya kimaadili, au kinahitaji mageuzi? Kuyajadili haya nimewaalika Dr. Harrison Mwilima, mchambuzi wa kisiasa na masuala ya kidiplomasia barani Ulaya akiwa mjini Berlin, na kutoka Washington Marekani nimemwalika Mubelwa Bandio, ni mwandishi wa habari na mchambuzi wa kisiasa, na hapa studio zetu mjini Bonn nimemshirikisha naibu wa mkuu wa idhaa hii ya Kiswahili ya DW Idi Sesanga. Mwenyekiti wa mjadala ni mimi Saumu Mwasimba. Karibuni nyote kwenye mjadala wetu. Asante sana. Tuanze mjadala wetu huu kwa kutazama haya yanayofanyika katika Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa hivi sasa huko New York. Katika hotuba ya Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres akihutubia Baraza hilo Kuu la Umoja wa Mataifa, alionyesha kusikitishwa sana na namna ambavyo taasisi hiyo iliyoundwa kwa lengo la kuleta amani duniani, misingi yake imekanyagwa katika namna ambayo haijawahi kutokea tangu kuundwa kwake, akitoa mifano ya vita vinavyoendelea kila pembe ya dunia na namna sheria za kimataifa zinavyovurugwa bila ya uoga. Bandio, nianzie kwako. Tunaposikia mitazamo ya namna hiyo miaka 80 baada ya kuundwa kwa taasisi hii ya kidunia, tafsiri yake ni nini kwa ulimwengu? Kweli Umoja wa Mataifa umeporomoka? Hakika Umoja wa Mataifa umeporomoka. Nataka kusema kwamba kwa sisi ambao tuko kwenye masuala ya habari, unaweza kusema Umoja wa Mataifa ilikuwa ni zama ambazo zamani zile ambazo tulikuwa tuna idhaa ya kitaifa ya redio ambayo ndio ulikuwa unaitegemea kwa kila kitu. Ungesubiri mpaka usiku ndio upate taarifa nini kilitokea saa 4 asubuhi na mambo kama hayo. Dunia sasa imebadilika. Watu hawako katika mfumo ambao ulikuwa mwaka 1945, na kibaya zaidi watu wengine wameweza kutambua, baadhi ya kizao wameanza kuzipigania na kuweza kutambua kwamba kuna vitu vingi ambavyo Umoja wa Mataifa ilistahili kuwa inavikuza, inajaribu kuviendeleza, lakini haifanyi hivyo. Na sababu kubwa ni kwamba wale ambao walikuwa wameniniwa kwamba wangekuwa viongozi ama viranja katika Umoja wa Mataifa wanazidi kudhihirika na kujidhihirisha kuwa sehemu ya uovu ambao unalalamikiwa na watu wengine. Umoja wa Mataifa sasa hivi imekuwa mahala ambapo ni kama vile unakwenda kulalamika kwa yule unayemlalamikia kuhusu kile. Sasa unaanza kuangalia kama tunazungumzia kuhusu usawa, tunazungumzia kuhusu umoja, mshikamano na malengo yote ya Umoja wa Mataifa, yanazungumzwa vipi na Palestina ambaye sio tu hana haki ya kumlalamikia aliyeko pale, lakini hata haki ya kufika kwenda kulalamika hapewi kwa sababu haruhusiwi kuja hapo. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba Umoja wa Mataifa hivi sasa lazima ubadilike, kwa sababu wale ambao walipewa nafasi ya kuongoza hasa yale mataifa matano karibu yamekuwa sehemu kubwa ya migogoro, kwa sababu kuna namna ama yanashiriki au kunufaika na vitu ambavyo Umoja wa Mataifa inatakiwa ivizuie. Kwa hiyo unahitaji kubadilika. Na azma kubwa ya Umoja wa Mataifa, kama nilivyotangulia kusema, ilikuwa hasa ni kuzitatua changamoto za kilimwengu kwa pamoja, mataifa makubwa na yale madogo. Lakini kama anavyosema Bandio, kwa bahati mbaya uhalisia sasa hivi unaonesha mambo ni tofauti, akitaja kwamba sehemu kubwa ya wale waliopewa dhamana ya kuleta amani na kutatua hiyo migogoro au malalamiko ndio sehemu ya uovu unaofanyika. Dr. Mwilima, je, kwa hali kama hii kipo kilichobakia cha kuhalalisha kuendelea kuwepo Umoja wa Mataifa, na pengine kwa faida ya nani? Au wengine pengine watajiuliza ni kwa maslahi ya nani? Nadhani kipo cha kufanya uendelee kwa sababu hamna mbadala. Kungekuwa na mbadala tungesema basi
tuangalie huo mbadala uliopo unaweza ukatufikisha wapi. Ingawa Umoja wa Mataifa unapitia changamoto mbalimbali, na kama ulivyoeleza katika utangulizi wako, umeshindwa kuleta amani, vita vimeongezeka, lakini kama tunavyojua ni kwamba tukiangalia kwa mfano hata hili baraza kuu, achana mwenzangu Bandio ameongelea ili baraza la usalama, lakini katika baraza kuu tunaona kabisa imekuwa ni sehemu ambapo watu, viongozi mbalimbali wa dunia wanakuja, wanaeleza mambo wanayoyafikiria, wanaeleza vitu vilivyopo moyoni. Kwa hiyo ukiangalia kwa upande huo mwingine, imekuwa ni kama sehemu ambayo nchi zote duniani zinaweza zikaenda, nchi ndogo, nchi kubwa zinaweza zikaenda pale Umoja wa Mataifa na zikaeleza madukuduku yao na zikafanya labda mikutano ya kidiplomasia na nchi nyingine kuweza kuendeleza amani duniani au kuweza kukaribiana karibu kidiplomasia, tofauti na kama ilivyokuwa. Tutakumbuka kwamba Umoja huu wa Mataifa ulianzishwa baada ya vita vya pili vya dunia, na katika hapo nchi washindi wakasema basi tuhakikishe hamna vita nyingine itakayokuja. Kwa hiyo ili kuhakikisha hamna vita vingine vinavyokuja, ina maana ni lazima ulete nchi zote duniani zikae pamoja, na kama kuna chochote inabidi yaongelewe. Kwa hiyo kuna changamoto ambazo zipo kama tunavyoona katika baraza la usalama, ambapo nchi hizo 5 ambazo kipindi hicho ndo zilikuwa zenye nguvu, lakini kwa sasa hivi tunajua kabisa kuna nchi nyingine ambazo zimeinukia kiuchumi. Hizo nchi 5 ambazo zimepewa dhamana ndio zenyewe zinatumia kura zao za turufu kuweza kutimiza maslahi yao mengine ya kisiasa za kijiografia. Kwa hiyo kuna changamoto, ndiyo changamoto ipo, hususan katika baraza la Umoja wa Mataifa. Tumeona ikishindwa kutatua mgogoro wa Gaza, maazimio yamepitishwa, lakini tumeona Marekani ikiyazuia kupita. Mgogoro wa Ukraine unaendelea, changamoto kama ulivyoeleza katika utangulizi wako, migogoro mbalimbali inaendelea barani Afrika. Kuna swala zima la maendeleo ya tabia nchi, masuala ya tabia nchi, kuna swala la wanawake huko Afghanistan. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo yanaendelea duniani, lakini baraza hili limeshindwa kuyatatua. Lakini tukiangalia vizuri, tunaona kabisa kwamba ni lazima tuangalie ni upande gani ambao unashindwa kutatua. Mimi nikiangalia Umoja wa Mataifa, nikiangalia kwenye upande wa baraza kuu, nadhani huko tunaona ni kitu ambacho kinaendelea. Hata nchi hizi kubwa ambazo ziko kwenye baraza la usalama, saa nyingine tunaona kabisa zinapiga kura, kwa mfano kama kwenye hii kura sasa hivi ya kupigia kura utaifa wa Palestina. Kupigia kura utaifa wa Palestina, tumeona kabisa 3/4 ya nchi zimekubali, hata kama Marekani, Israeli iko upande mwingine, lakini tumeona kabisa dunia yote inasema nini kuhusu masuala yanayoendelea. Kwa hiyo hata kama kwenye baraza la usalama kule tunaona nchi zinaweza zikatumia kura zao za turufu, lakini zikija huku kwenye baraza kuu tunaona kabisa kwamba Marekani, Israel zimetengwa na dunia nzima tumeona inasema nini. Kwa hiyo ni mambo kama hayo ndio yanafanya tuone Umoja wa Mataifa bado unaweza ukasaidia katika kutuonyesha changamoto zinazoendelea duniani, na tuone kabisa kwamba nchi za duniani zinaamini katika kitu gani sasa. Idi Sesanga, Dr. Mwilima hapo ameyazungumzia mengi, lakini kwa uchache yeye anahisi kimsingi hakuna mbadala wa Umoja wa Mataifa kwa sababu kazi bado ipo inayotakiwa kufanywa na Umoja wa Mataifa, na migogoro bado iko, pamoja na kwamba baada ya kuanzishwa kwake mwaka 1945 lengo lilikuwa ni kuzuia kujirudia tena kutokea vita kama vilivyoshuhudiwa vita vya pili vya dunia. Lakini kwa uhakika kabisa hali inayoendelea hivi sasa, viongozi wengi waliozungumza katika mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa wameonyesha kwamba hakuna mafanikio ya hivyo yaliyopatikana, kwa sababu bado hali ni tete, kitisho cha migogoro kinaongezeka na baraza lenyewe limezidi kuwa dhaifu. Mataifa yale ambayo yalibeba dhamana ya kuweza kuleta huo usalama ndo hayo yanaonekana kuchochea hapa na pale na kupimana nguvu na kuoneshana nguvu katika chombo cha juu cha Baraza la Umoja wa Mataifa ambacho ni Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Kwa nini mataifa haya yanakwenda kinyume kabisa na walichokiahidi?
Samu, labda kabla ya kujibu swali hilo, naomba nirejee kidogo tu kwenye alichokizungumzia Dr. Harrison Mulima pamoja na Bandio. Je, baraza la Umoja wa Mataifa bado lina umuhimu, halina umuhimu? Swala hilo naweza kuliangalia kwa mitazamo miwili. Kwa ukweli tu kwamba bado pamoja na changamoto zilizotajwa, dunia nzima bado inalitazama, inatuma tuseme mataifa yote 193 wanachama, asilimia kubwa ya mataifa hayo yanatuma wawakilishi kwenda kwenye hadhira hii ya Umoja wa Mataifa kila mwaka. Inaonyesha kwamba bado kuna matumaini katika chombo hichi. Na si kutuma wawakilishi tu, mataifa mengi yanatuma viongozi wa juu kabisa, maraisi, mawaziri wakuu, na wakuu wa nchi. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba kama alivyotaja kwamba hakuna mbadala mpaka dakika hii, inaonyesha bado chombo hiki kina imani kwa upande wa kisiasa. Lakini changamoto kubwa inapokuja kwenye swala la utekelezaji, usimamizi wa yale majukumu yake linayopaswa kuyasimamia. Umetaja kukithiri kwa vita na vurugu kila kona ya dunia. Tunashuhudia machafuko ya kutisha Mashariki ya Kati. Tumeshuhudia mataifa yanakiuka hata maagizo ya chombo hiki ambacho kinatarajiwa kwamba kikisema kitu kila mmoja anaheshimu. Tumeona tumeanza si leo, tumeanza tangu 2001 mataifa yalivyokiuka maagizo ya Umoja wa Mataifa, yakaenda kuvamia Iraq, yakaenda kuvamia Afghanistan. Mataifa sasa hivi yamekwenda kuivamia Libya. Kwa wale ambao tunawategemea kwamba wao ndo viongozi ambao wanatupa mwongozo wenye usemi mkubwa katika chombo hiki, ndo wamechangia kwa sehemu kubwa kukidhoofisha na kukifanya kionekane kwa wale ambao wanakiona kwamba ni chombo kisichofaa. Lakini kudhoofika kwake kunachangiwa na anayeongoza Umoja wa Mataifa wenyewe, au ni mfumo mzima umedhoofika? Kwa sababu ukiwasikiliza baadhi ya wachambuzi wanakuambia mfano alipokuwa Kofi Annan, hali ilikuwa tofauti na hivi sasa. Lakini wakati wa Kofi Annan, Saumu, hatukuwa na viongozi kama Donald Trump tulionao. Hatukuwa na viongozi kama Benjamin Netanyahu, hatukuwa na viongozi pengine kama Vladimir Putin ambao wanahisi wanatumia hata ile nguvu yao. Mfano Marekani anajua anatumia kura ya turufu, anaweza kuitumia anavyotaka kwa maslahi yake. Putin anatumia kura yake ya turufu kwa anavyotaka, anavyosikia, anavyohisi inamfaa yeye. Kwa enzi hizo hatukuwa na viongozi wa namna ile. Tulikuwa na viongozi ambao bado walikuwa na kidogo angalau heshima kwa chombo hiki. Walikuwa na wanaona aibu kidogo kwamba nikifanya hiki mimi ni kiongozi wa dunia, nitaonekanaje? Lakini tumefika katika mazingira ambapo pengine viongozi tunaowachukulia kwamba ni viongozi wa dunia wamekosa ile haita aibu kidogo, wamekosa ile star, heshima hakuna. Kila mmoja anaangalia hii inanufaisha vipi. Imekuwa kama ni chombo cha mashindano. Mfano Baraza la Usalama limekuwa kama jukwaa la kuoneshana ubabe kati ya Marekani kwa upande mmoja na washirika wake na Urusi na wanaomunga mkono kwa upande mmoja. Ndio maana unakuta ni tumefikia hapa tulipofika. Ukija kutazama wapi, kwa nini tumefika hapa? Ni kwamba tuna pande mbili ambazo zinashindana na hazishindani kwa kuinufaisha dunia, zinashindana kwa kuonyesha kwamba mimi nina nguvu na usemi, na mimi nina nguvu naweza kufanya hivi. Sawa, katika hilo la kuoneshana ubabe, labda nije kwako Dr. Mulima hapa. Manake ndugu Sesanga anazungumzia namna ambavyo mataifa kama China, Urusi na Marekani zinagongana na kutofautiana kwa mambo mengi. Lakini tukilitazama kidogo bara la Afrika na kilio chake cha muda mrefu cha kutaka kushirikishwa katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, na hasa kuwa na kura ya turufu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, tunaziona nchi hizi tatu ambazo kwa hakika ndizo zenye kuoneshana ubabe zaidi, zinakubaliana kwamba Afrika inahitaji kuwa na sauti moja katika Baraza la Usalama, manake kiti cha kudumu kwenye chombo hicho. Lakini kwa nini hili limeshindikana mpaka hivi sasa, unafikiri? Tukumbuke wakati Umoja wa Mataifa unaundwa, hizi nchi za Kiafrika zilikuwa bado zipo chini ya utawala wa wazungu. Nchi nyingi zilikuwa chini ya ukoloni wa nchi za Ulaya. Kwa hiyo na tokea kipindi hicho ili Baraza la Usalama lilivyoundwa na hizo nchi tano, haijawahi kubadilika mpaka leo. Kwa hiyo kama alivyosema Bandio hapo awali, ni kwamba
dunia imebadilika. Ile dunia tuliokuwepo miaka 1945 hiyo tuliopo sasa. Kwa hiyo ili baraza la usalama la Umoja wa Mataifa linahitaji kubadilika, na tumeona kabisa kwamba nchi nyingi za Afrika zimeona zikitaka kupata nafasi. Ukiangalia sera za Afrika zinataka nafasi 2 katika baraza hili la usalama. Lakini sasa tatizo linakuja pale pale, ni nchi gani ambazo, nchi za Afrika ambazo zitapewa hiyo nafasi. Nigeria itataka, South Africa Kusini itataka, nchi nyingine zitataka. Nchi za Afrika zinaweza zikakaa pamoja na kusema labda ni nchi gani ambayo iingie katika baraza hilo la usalama, na au tuseme ni umoja wa Afrika ndio uingie. Kwa hiyo ni mijadala ambayo inaendelea katika nchi za Afrika kuangalia. Kiukweli ni kwamba yani hata ukiangalia migogoro mingi ambayo, hata maazimio mengi ambayo yamepitishwa katika baraza la usalama la Umoja wa Mataifa, migogoro mingi inahusiana na Afrika. Hata hizi mission nyingi za kijeshi, kina MONUSCO hizi za Sudani ya Kusini, za Kongo, mission nyingi zilizopitishwa na baraza la usalama la Umoja wa Mataifa ni za Afrika. Kwa hiyo na hata ukiangalia hizi wanaita haya hizi, tukiangalia hata hizi haya malengo ya maendeleo endelevu, mengi maendeleo hayo yanaangalia sana bara la Afrika, ukilinganisha na mabara mengine. Kwa hiyo hata hizi taasisi nyingi za Umoja wa Mataifa nyingi zinafanya shughuli zao bara la Afrika. Kwa hiyo tukiangalia bara la Afrika, yani Umoja wa Mataifa unafanya shughuli nyingi sana katika bara la Afrika, na ni aibu sana. Lakini ukiyazungumzia mambo kama hayo, Dr. Mwilima, mtu mwingine atasema ni kwa sababu Umoja wa Mataifa unaingilia kati kuyasaidia mataifa Afrika kwa sababu yenyewe yameshindwa kujisaidia. Na inapokuwa sauti inazidi hivi sasa, bara hili linataka nafasi katika baraza la usalama la Umoja wa Mataifa, yanazuka maswali, utakuja kuongeza nini kwenye baraza hili ikiwa lenyewe limeshindwa kuyatatua matatizo yake yenyewe? Hata kama lenyewe limeshindwa, lakini unahitaji sauti ya watu kutoka bara la Afrika waingize sauti zao katika baraza hilo. Uwezi, na nadhani labda ameshindwa kwa sababu wanaweka sauti zao wenyewe, kwamba hizi nchi kubwa, unakuta labda kwa mfano hizi mission nyingi za kulinda amani, unakuta zinaingizwa na wakoloni wa zamani, Ufaransa, Uingereza, na wenyewe nao unakuta wanaingia kwenye hizo mission, wanaenda kutafuta maslahi yao kwa barani Afrika. Kwa hiyo sasa unakuta kwa sababu hiyo kwamba sauti zenyewe za Kiafrika zinakosekana katika baraza hili la usalama. Ndio maana unakuta hata hizo mission nyingi zinafeli, kwa sababu zinaenda kule zinatimiza maslahi ya nchi ambazo zimewapeleka kule. Kwa hiyo ndio maana tunahitaji sauti ya Afrika. Sawa. Umesema katika utangulizi wako kwamba ni baraza ambalo linatakiwa kuleta amani dunia nzima. Sasa kuleta amani pia inamaanisha Afrika lazima kuwe na amani. Kwa hiyo ni muhimu nchi za Afrika ziwe katika baraza hilo la usalama ili kuhakikisha kwamba sauti zao na matakwa yao yanasikilizwa. Mimi nadhani umuhimu, hakuna anayebisha kwamba umuhimu upo wa Afrika kuwa na uwakilishi. Lakini swali uliloliuliza ni je, kwa nini hii imeshindikana? Au kwa nini haijafanikiwa? Pamoja na kwamba kulikuwepo na juhudi na hata ishara za nia njema kutoka kwa mataifa makubwa kwamba ziko tayari kuiruhusu Afrika iwe na uwakilishi katika chombo hicho cha maamuzi, lakini kwa masharti walioyaweka yanaifanya hata kama uamuzi huo utachukuliwa usiwe na uzito wowote. Manake ukikumbuka Biden alisema wako tayari kuiruhusu, anaunga mkono Afrika kuwa na uwakilishi. Lakini sio kura turufu. Sio kuwa na kura ya turufu. Na unafikiri wanahofia nini Afrika kuwa na kura ya turufu? Mimi nadhani wanachokihofia sana, ukiangalia msimamo wa Afrika katika masuala mengi ya ulimwengu, Afrika mara nyingi inaegemea upande upande ule unaopingana na mataifa magharibi. Maamuzi mengi ukitazama kwenye baraza la usalama yanapotokea, Afrika ama itapiga kura, itasimama na upande wa Urusi, ambapo hata Urusi imekuwa ikisema na Afrika ama kwa uzuri au kwa ubaya, lakini wamekuwa wamesimama pamoja. Inasimama mara nyingi inasimama upande wa China. Kwa hiyo hofu ipo kwamba hata tukiwaruhusu hawa
hatutaweza kuwashawishi wasimame upande wetu, watakwenda kusimama na upande ule ambao itakuwa haijawanufaisha chochote. Kwa hiyo Afrika katika kupewa kura ya turufu, kwa maneno mengine, kwa nchi za magharibi hautakuwa na maslahi kwao. Haitakuwa na maslahi kwao. Lakini nimemsikiliza Rais wa Kenya William Ruto katika hotuba yake mbele ya baraza hili kuu la Umoja wa Mataifa. Anasema kwamba haiwezekani mataifa 54 ya Afrika ambayo ni watu wengi kabisa ukilinganisha na mataifa yaliyopewa nafasi katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na kuwa na kura ya turufu. Na anasema Afrika kupuuzwa kwake kwa namna hiyo ndo kunakohalalisha kwa nini Umoja wa Mataifa kwa ujumla wake hauna tena umuhimu. Na swali hili nataka nije kwako Bandio. Unafikiri kwa hakika kabisa bara la Afrika lina haki ya kushinikiza hivi sasa mageuzi ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kama linavyoonekana kufanya? Na kwa nini? Lina haki sana, kwa sababu kwanza tuiangalia Afrika yenyewe. Tunazungumzia watu takriban bilioni 1.4 ambao wamewekwa nje ya mfumo wote unaofanya maamuzi makubwa kuhusiana na inachoendelea barani Afrika. Mwaka jana ambaye alikuwa ni rais wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, nafikiri ni rais wa Sierra Leone, Julius Biya, akasema wazi kwamba ili aweze kupatikana, ili tuweze kupata amani ya kweli ama kuweza kupata maendeleo, ni lazima panakuwa na siasa shirikishi, maendeleo ya kiuchumi na kuheshimu haki za binadamu. Na nikirudi katika yale ambayo wamezungumza wenzangu, inakuwa inashindikana kwa sababu licha ya kwamba Waafrika wenyewe ni kama vile tunaweza kusema kwamba hatuna namna ya kuja pamoja, ni kwa sababu kwa namna nyingine hao walioko huku wanaingiza watu kama aina fulani mamluki kuhakikisha kwamba hatuko sawa. Kwa hiyo kuna hofu kwao. Kuna umuhimu wa sisi kuwa na kura ya turufu. Sio tu kuna umuhimu, kuna ulazima wa hilo kutokea baada ya miaka 80. Tuna bara ambalo linaonekana tunakoelekea litakuwa sio tu ndio kubwa zaidi, lakini litakuwa na vijana wengi ambao ndio rasilimali. Kutokuwa na nafasi ya kufanya maamuzi, na hasa kwa sababu wanaofia msimamo wao kwetu, kwa sababu wanajua kile ambacho kilitendeka. Hiyo pia ni kitu kingine ambacho kinaonekana hawana mpango wa kubadilika, na pengine hawana jema kutuhusu, kama alivyopata kusema Michelle Obama kwamba kama lazima uwe kwenye meza kuna viwili, ama utakuwa miongoni mwa wanaokula au kile ambacho kinaliwa. Kwa hiyo Afrika tumekuwa sehemu ya kutuko mezani, lakini kama sehemu ya chakula ya kukaa na kufanya maamuzi. Kwa hiyo ni wakati ambao ni lazima tuwepo, kwa sababu kwa bahati mbaya sana asilimia kubwa sio tu wanatufanyia maamuzi, lakini hawajui mambo mengi. Wanaamini unaweza ukaingiza, wanasema unaweza ukaimport demokrasia, kitu ambacho hakiwezekani. Wanaamini kwamba amani ya kweli inaweza kupatikana kwa mtutu wa bunduki, hata kama hawafahamu mfumo wetu, na pia hawafahamu mila na tamaduni zetu. Ndio maana mission nyingi zinapokwenda kule zinashindwa, na hata zile ambazo zinaonekana kama zinafanikiwa, baadaye itakuja kujulikana kwamba kulikuwa kuna maovu yaliyofanyika, kwa sababu hata walioletwa hawakuandaliwa kuja kwetu kuwa kama sisi. Ni lazima tuwe sehemu ya maamuzi. Sio tu kutakuwa kuna mjadala, kutakuwa kuna upinzani, lakini katika kile kitakachoamuliwa pengine kutakuwa kuna namna nzuri ya kuambia basi kama mnaleta jeshi kuna hiki kinachotakiwa kufanya, kama mnapeleka maendeleo kuna haya ambayo yanatakiwa kufanya. Lakini ni lazima Afrika inakoelekea iwepo, na ninajua wameomba kuwa na watu wawili kuwa na watu wawili wa kudumu kwenye Baraza la Usalama, na watu wawili ambao ama nchi mbili wanachama wawili ambao watakuwa wanazunguka, na naamini hilo ni muhimu hasa katika kura ya turufu, kwa sababu hiyo itawafanya hata wengine waanze kujifikiria mara mbili katika maamuzi wanayofanya. Sasa hivi wanajua hawana cha kupoteza, kwa sababu Afrika haina kura turufu. Lakini pia Saumu, kwa kuongezea, mimi ukiniuliza kuhusu umuhimu wa kura hii ya turufu, nadhani ukitazama chimbuko la matatizo mengi yanayokabili sasa hivi dunia ni kutokana na kura hii ya turufu. Kura hii ya turufu imeiathiri dunia katika njia hasi zaidi kuliko ilivyoisaidia katika njia chanya. Mfano ukiangalia huu mzozo unaoendelea Mashariki ya Kati, tumefika hatua tuliyofikia kwa sababu ya kura ya turufu ya nchi moja tu. Syria ilifikia hatua iliyofikia kwa sababu ya kura ya turufu ya nchi moja tu, ambayo ni Marekani na Urusi. Unaona? Kwa hiyo ukiniuliza mimi, je, kura ya turufu ina umuhimu au inafaa iondolewe? Kama kungekuwa na uwezekano wa kuondoa hii ya turufu, maamuzi yachukuliwe kwa wingi, kwamba wengi wape, nadhani ingetusaidia zaidi kuliko kuwa na hii watu wachache ambao wanafanya maamuzi wanaiamlia dunia yenye watu zaidi ya bilioni 7 kwa maslahi yao binafsi. Na Bandio, kwa kusikiliza hayo aliyoyazungumza Idi Sesanga, unafikiri ni mageuzi ya aina gani ambayo
Afrika inayoweza kuyapendekeza katika Baraza la Umoja wa Mataifa au Umoja wa Mataifa kwa ujumla wake? Kwanza kama nakubaliana na swala la kura turufu, kwa sababu nilizungumza mwanzo kwamba tulipo si ipo kwa miaka 80 iliyopita, na mabadiliko ni lazima. Kulikuwa kuna namna ambayo mataifa haya matano yalikuwa yangeweza kufanya maamuzi mema na pengine kuwa nayo kura turufu. Hiyo ni kitu cha kwanza ambacho nilikuwa nafikiri kwamba baadaye tutakuja kuzungumzia. Mabadiliko ya kwanza ni kura turufu iondoke. Lakini pia mabadiliko ambayo Afrika wanatakiwa pendekeza ni kuwepo kwa uwakilishi wa wale wawili ambao watakuwepo wa kudumu, na nafikiri nimezungumza hapo Dr. Mulima kusema kwamba je, itakuwa ni wanachama au itakuwa ni mwakilishi kutoka Umoja wa Afrika ambao pengine inaweza ikasukuma umoja ndani ya Afrika. Lazima wawepo wakilishi, na baada ya hapo nafikiri ikishafanyika hilo, ina maana maamuzi mengi yanafanya juu ya Afrika yatakuwa yana mtazamo ama yanahusisha Uafrika wenyewe, kwa sababu kama nilivyosema, bahati mbaya sana unahisi kwamba maamuzi mengi yanafanywa na watu ambao wakati mwingine hata hawajui Afrika. Leo unasimama na mtu ambaye anazungumza maamuzi ambayo amefanya juu ya Afrika, alafu anakuja kuitaja nchi iliyoko katikati ya Afrika kama nchi kutoka magharibi mwa Afrika. Kwa hiyo kwamba hata kijiografia hajui ilipo, na naamini kwamba yeye ni suluhisho la matatizo yanayoendelea katika nchi ile. Pamoja na hayo yote tulioyasikia hapa kwenye kufanyika mageuzi na namna Baraza la Usalama linavyofanya kazi, lakini Umoja wa Mataifa vile vile umepata mafanikio kwa kumsikiliza Katibu Mkuu Guterres akizungumza mbele ya umoja huo wakati ikifungua kikao chake hiki. Alitaja mafanikio yaliyopatikana ambayo ni pamoja na kusimamia kusainiwa kwa karibu mikataba 30 ya kuondoa silaha, lakini pia kuitatua migogoro ya vita kama ile ya Iran na Iraq, kwa Baraza la Usalama kupitisha azimio lililosimamia usitishaji vita mwaka 1988 na hatimaye kumalizika kwa vita. Bado lakini mpaka leo kuna migogoro pamoja na mafanikio hayo. Pengine hapa kwa kutazama haya yanayofanyika hivi sasa, nje kwako Mulima, ni mafanikio gani ambayo unaweza kusema Umoja wa Mataifa umeyaleta hasa kwa upande wa bara la Afrika? Kwa upande wa bara la Afrika, kama nilivyosema hapo awali, tumeona kuna hizi mission mbalimbali za kiusalama zimepelekwa huko, lakini nyingi zijafanya vizuri. Lakini tumeona kuna mission ambazo zimekuwa zikifanya kazi na hizi taasisi au hizi jumuiya za kikanda. Kwa mfano, kuna mission zilifanyika kule pamoja na ECOWAS. Nadhani hii ilikuwa ni njia nzuri za kufanya labda hizi mission za Umoja wa Mataifa, hususan zikishirikiana na jumuiya za kikanda za Afrika, zinaweza zikaleta matokeo mazuri, kama tumeona ilivyoshirikiana na ECOWAS katika migogoro mbalimbali ya Afrika Magharibi. Kwa hiyo pia ukiachilia hilo, tumeona katika kuna mambo mengi ambayo yanafanyika katika hizi. Vipi kuhusiana na swala zima la usawa wa kijinsia, kwa sababu miaka 80 baada ya kuundwa taasisi hii ni wanawake 4 tu unapohesabu wamewahi kuwa maraisi wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, Daktari Mulima. Na hapo nazungumzia tangu mwaka 1953 ambapo Bibi Vijaya Lakshmi Pandit wa India alikuwa ndio mwanamke wa kwanza kupewa wadhifa huo. Mwaka 1969 akaja mwanamke kutoka Liberia, Afrika, Angie Brooks. Dr. Mulima, unafikiri Umoja wa Mataifa umefanikiwa kiasi gani kuimarisha usawa wa kijinsia kwa kutazama mafanikio? Nadhani katika uongozi hapo, kama ulivyosema, hiyo ni changamoto bado. Na sasa hivi kuna uwezekano mkubwa kabisa kwamba tunajua Guterres, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa, ndo anamaliza nafasi yake. Kwa hiyo labda sasa hivi inaweza ikawa nafasi kubwa ya kupata mwanamke ambaye atachukua nafasi hiyo akimaliza Bwana Guterres. Lakini pia tumeona katika Baraza Kuu hivi karibuni huyu rais mpya wa Baraza Kuu ni mwanamke, Annalena Baerbock, ambaye alikuwa ni waziri wa mambo ya nje hapa Ujerumani. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo Umoja wa Mataifa inabidi kuyafanyia kazi, kuleta usawa wa kijinsia, na sio tu katika Umoja wa Mataifa, lakini hata katika nchi ambazo zinafanya kazi. Kuna hizi taasisi kama UNICEF
tumeona vikishughulika na masuala ya wanawake na watoto. Kuna changamoto ambazo zinaendelea kule Afghanistan. Tumeona tunajua kabisa kwamba uongozi wa Taliban unajaribu kuzuia wanawake kwenda mashuleni. Kwa hiyo tumeona Umoja wa Mataifa ukipiga kelele katika upande huo pia. Kwa hiyo ni mambo ambayo hawajaweza kuyafanya kikamilifu, lakini nadhani kuna nafasi kubwa ya kutatua vitu kama hivi vya usawa katika kijinsia. Na Idi Sesanga, tunapoyazungumzia matatizo mengi ambayo tumesikia hapa mkiyataja yanayokabili Umoja wa Mataifa, pia hili swala la upungufu wa fedha ni mojawapo ya matatizo ambayo yanaonekana kurudisha nyuma Umoja wa Mataifa, mbali na kushindwa kwake kuitatua migogoro. Lakini pia hivi sasa kitisho kikubwa ni cha fedha. Upungufu umeonekana, lakini pia kuna mambo mengi ambayo yanakuja kutokana na mabadiliko. Suala la akili mnemba ni kitisho kingine ambacho kinakurubia, lakini vile vile swala la mabadiliko ya tabia nchi. Ukiyazingatia hayo yote, una utathmini kwa namna gani mustakbali wa Umoja huu wa Mataifa? Ni mustakbali ambao una mashaka makubwa kama hali itaendelea hivi ilivyo, na haionekani kwamba kutakuwepo na kurejea nyuma katika miaka hivi karibuni. Manake utawala wa Trump wa mwanzo uliuathiri pakubwa Umoja wa Mataifa. Ulifanya mambo mengi ya kurejesha nyuma Umoja wa Mataifa. Kwanza kwa kujitoa katika taasisi muhimu. Alianza kujitoa katika Shirika la Afya Duniani, akajitoa kwenye Shirika la Utamaduni, akajitoa kwenye Baraza la Haki za Binadamu, na anavyofanya vile watu wanaofanana na yeye wanachukua hatua kama hizo. Lakini haishii kwenye kujitoa tu. Marekani tunafahamu ndo mfadhili mkubwa kabisa wa Umoja wa Mataifa. Anapojitoa katika ufadhili ule, kuziba pengo lake inakuwa vigumu sana. Pamoja na kwamba tuna mataifa kama China, Ujerumani na nini. Ujerumani tunajua ndo mfadhili wa pili baada ya Marekani. Lakini ukilinganisha kiwango kinachotolewa na Marekani na kinachotolewa na Ujerumani au China, ni kidogo sana, kiasi kwamba anapojitoa pengo lake linakuwa vigumu sana kuliziba. Kwa hiyo hii ni changamoto ambayo Umoja wa Mataifa lazima ukae utafakari. Na kwa bahati mbaya, suluhisho walilonalo baada ya Marekani kuchukua uamuzi ule ni kupunguza matumizi. Na unaporejea kwenye kupunguza matumizi, wanaoathirika ni wengi, mamilioni. Sasa hivi tumeshasikia watu baada ya Marekani kujitoa kwenye kupunguza ufadhili wake WHO, matatizo mengi sana yanaripotiwa duniani. Waathirika wa maradhi sugu ambao walikuwa wanategemea ufadhili wa Marekani hawana pa kwenda. Watoto wanaotegemea nchini Sudan wanakuambia watoto wanakufa, wanawake wanakufa milo kwa sababu ya kujitoa katika hili. Mapambano dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi yameathirika pakubwa baada ya Marekani kujitoa kwenye mkataba wa Paris. Na sasa hivi tunaona nchi zinalegea kwa sababu Marekani inapojitoa, wengine wanajiuliza mimi ni nani kama Marekani ameamua kufanya hivi? Hakuna anayeweza kusimama kuziba ile nafasi. Kwa hiyo ni changamoto ambazo zitaendelea kuwepo mpaka pengine tutakapopata tena kiongozi mwingine ambaye ana mtazamo tofauti na wa Donald Trump sasa hivi. Pengine tunaweza tukawa na matarajio. Labda kwa kuongezea tu hapo kwenye kupunguza budget. Nadhani pia hii ingekuwa ni nafasi muhimu kwa nchi nyingine kuongezea jinsi wanavyochangia katika Umoja wa Mataifa. Lakini pia nadhani labda hii inaweza ikawa ni radical kwa watu wengine, lakini mimi nadhani Umoja wa Mataifa pia ungeweza kufikiria labda kuhamisha makao makuu yake kutoka Marekani na kwenda nchi nyingine, kwa sababu nadhani pia hapo Marekani, yani Umoja wa Mataifa kwetu Marekani, kuna pesa nyingi ambazo zinatumika katika kugharamia, na pia katika, kwa mfano kama tumeona jinsi Marekani inavyotumia hii nafasi yake kwamba Umoja wa Mataifa uko pale, kwamba unaamua kuwanyima visa, kwa mfano hii delegation kutoka Palestina kwenda katika Umoja wa Mataifa. Nadhani hili ni swala ambalo linatuonyesha kwamba nadhani labda tunapoongelea mabadiliko katika Umoja wa Mataifa, hususan katika kipindi hiki ambacho Marekani inapunguza bajeti yake, nadhani ingekuwa ni vizuri labda Umoja wa Mataifa pia nao ukazingatia labda kuhamisha makao yake makuu kwenda sehemu nyingine, ambapo labda
katika huduma zake za kugharamia Umoja wa Mataifa unaweza ukapungua, ili Umoja wa Mataifa uweze kuhangaika sana sana na changamoto za amani na mambo mengine ambayo yanaendelea sehemu zingine duniani. Labda tumalizie kwako ndugu Bandio. Kwa Idi Sesanga alizungumzia kutazama mustakbali wa Umoja wa Mataifa kwa mashaka makubwa, na ni kutokana na sababu ambazo amezitaja hapo. Kwa mtazamo wako, unapoyatafakari haya yote yanayoendelea na wasiwasi uliopo, kukatishwa tamaa kwa wananchi wa ulimwengu kuhusu Umoja wa Mataifa na hususan Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, wewe unautazama kwa jicho gani mustakbali wa Umoja wa Mataifa? Ni nani hasa linapokuja swala la huku kudhoofika kuna kutajwa, ni nani unafikiri anapaswa kubebeshwa lawama? Nafikiri kwanza ni mfumo ambao ulikuwepo zamani, na pengine ndio ilikuwa ni wajibu wa nchi kama Marekani ambao walikuja na haki ambao walikuwa nayo, kwa sababu Marekani inaonekana na haki, ilikuwa ni kiranja wa dunia kwa sababu ya namna ambavyo iliweza kugharamia Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo kwa kuwa Umoja wa Mataifa kuwa ulipo kama alivyozungumza Dr. Mwilima, hilo ni jambo moja. Wanatumia zaidi ya milioni 19 kwa ajili tu ya milioni 25 kwa ajili ya jengo kila mwaka, ambapo ukumbuke New York ni kati ya sehemu ambazo ni ghali zaidi kuwa na jengo, achilia mbali jengo kubwa kama lile. Kwa hiyo mustakabali unaweza kwa pamoja na mambo mengine, kwanza ni ambavyo wameshafanya hivi sasa. Kwa bahati mbaya wameanza kupunguza wafanyakazi, wamesitisha masuala ya kuajiri. Nafikiri kuna baadhi ya mikataba ambayo inavyoisha hawairejeshi tena. Wamefikiria kuanza kuhamisha baadhi ya vitengo visiwe hapa viende katika nchi ambazo zina gharama ya chini, lakini unaanza kuangalia za bara la Afrika. Sasa kwa bara la Afrika unaanza kuangalia kwa sababu ya wanachama wenyewe kushindwa kulipa vitu kwa wakati na Umoja wa Mataifa kushindwa kufund ama kulipia zile baadhi ya shughuli, inakosa meno ya kuweza kuhakikisha kwamba inasimamia baadhi ya mambo. Kwa hiyo nafikiri mustakabali uliopo kwanza ni kwa bara la Afrika. Naamini kabisa kwamba Umoja wa Mataifa ungekuwa na maana zaidi iwapo wangekuwa wanatumia kama alivyosema Dr. Mwilima pale mwanzo kwamba wanapokuja hapa viongozi 193 wa nchi, sikuja hapa kuzungumza kitu ile Umoja wa Mataifa uende wakatekeleza, lakini pengine ingetumika sehemu hii kama sehemu ya mtandao na networking ya watu kwenda na kujifunza na kukutana, kwa sababu ndio sehemu pekee kwa mwaka ambapo viongozi wa nchi wa mataifa 193 wanakutana. Kuna mengi anajifunza. Tungeweza kujipanga kwa mwaka mzima, tutakapokwenda mwakani tuende kuangalia nini, tuweze kukutana na watu gani, tufanye mialiko ipi, tuweze kujifunza nini. Unaporudi unakuwa na homework ya kufanya kwa ajili ya nchi yako. Ni wakati ambao hata sisi kama Afrika tunatakiwa tubadilike. Tusitegemee kuja hapa na kutoa hotuba na kisha tegemee Umoja wa Mataifa uje tufanyie kazi. Ila tuje hapa tujifunze baadhi ya mambo, tulete mambo, tuondoke na kitu ambacho tunaweza tukaenda tukakiwekeza na sisi wenyewe tukakifanyia, kwa sababu naamini network inaweza kutupa thamani zaidi ya kusubiri Umoja wa Mataifa uje ufanye kitu, hasa katika nyakati ambazo unaonekana kwamba unapungukiwa na hauna uwezo wa kutekeleza kila ambacho tunakihitaji. Asante sana Mubelwa Bandio, mwandishi wa habari na mchambuzi wa kisiasa kutoka huko nchini Marekani, Washington. Na msikilizaji, alikuweko kwenye mjadala huu Dr. Harrison Mwilima, ni mchambuzi wa kisiasa na masuala ya kidiplomasia barani Ulaya, akiwa huko Berlin hapa nchini Ujerumani. Na studio hapa nilikuwa naye naibu mkuu wa idhaa hii ya Kiswahili ya DW Idi Sesanga. Mjadala wetu umefikia mwisho hapo. Msikilizaji, tulikuwa tunautazama Umoja wa Mataifa wakati ukiadhimisha miaka 80 chini ya kiwingu cha ulimwengu kukabiliwa na migogoro, mivutano na migawanyiko. Mimi ni Saumu Mwasimba, mwenyekiti wa mjadala huu wa leo. Asante kwa kuwa nasi hadi mara nyingine. Kwaherini.